Hujambo na nikukaribisha tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Iran imefanya mashambulizi mazito wakati huu huku ikishambulia Tel Aviv pamoja na Haifa baada ya tangazo lililotolewa na kamanda mkuu wa jeshi la Iran. Kamanda mkuu wa jeshi alizungumza siku ya jana jioni akisema kwamba wakazi katika eneo la Haifa pamoja na Tel Aviv wanapaswa kuondoka, na ni baada ya kusema kwamba Iran itaanzisha mashambulizi mazito. Wakati huu Iran imeamua kutumia aina ya silaha mpya ambazo kimsingi, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mamlaka za kijeshi nchini Iran, ni kwamba silaha hizi si rahisi kudunguliwa, na ndicho kilichosababisha kuhakikisha wanashambulia makao makuu ya Mossad bila kugundulika kwa silaha hizo. Hata hivyo, makombora ya Fatah yanadaiwa kutumika. Iran imetumia makombora yake ya Fatah katika kipindi hiki baada ya kutangaza kwamba mkururo wa mashambulizi utawakumba watu wa Israel. Makombora hayo kwa kiasi fulani yameleta athari kubwa ndani ya Israel. Inadaiwa kwamba Israel, moja kati ya maeneo imeshambulia ni pamoja na maeneo ya mahandaki ambapo raia wamejificha. Maeneo haya sasa inaonekana kwamba kama makombora hayo yamefanikiwa kama ambavyo Iran inadai, ni kwamba kutakuwa na idadi kubwa ya watu ambao watakuwa wameuawa kulingana na vyombo vya habari, licha ya kwamba taarifa za vifo na majeruhi hazitolewi kirahisi na serikali ya Israel. Mpaka sasa Israel imetangaza watu wake 24 tu ndio ambao wameuawa na zaidi ya 600 wamejeruhiwa, licha kusema kwamba zaidi ya makazi 2000 yameharibiwa vibaya huko nchini Israel. Hata hivyo, kwa upande wa Iran imetangaza kwamba zaidi ya watu 200 wameuawa na maelfu kujeruhiwa. Wakati huo huo, jeshi la ulinzi la Israel IDF limeripoti mapema asubuhi ya leo kwamba makombora zaidi kutoka Iran yanazidi kufyatuliwa. Ving'ora vya tahadhari vinasikika huku jeshi la Israel likihimiza raia wake kufuata maelekezo yanayotolewa na idara ya tahadhari ya IDF. Hata hivyo, waziri mkuu bwana Benjamin Netanyahu amesema sasa ni wakati wa kuwa makini, lakini lazima isambaratishe Iran. Ripoti hiyo inafuatia onyo lililotolewa na mkuu wa utumishi wa jeshi la Iran aliwataka watu kuondoka katika miji mikubwa ya Israel ya Tel Aviv pamoja na Haifa. Wakazi wa mji mkuu wa Iran walionekana pia wakiondoka mjini, huku maduka na masoko ya kihistoria mjini Tehran yakifungwa siku ya Jumanne kutokana na tahadhari ambayo wamekuwa wakichukua kutokana na mashambulizi ambayo yanaendelea pia kutoka upande wa pili wa Israel. Hata hivyo, kwa mujibu wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu na rais wa Marekani Donald Trump, mpango wao ni mapambano zaidi, huku wakiitaka Iran ijisalimishe mapema kabla Marekani haijaingilia kati. Rais wa Marekani Donald Trump huenda akaingilia kati mzozo huo. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wakasema rais huyo huenda akaingilia kati katika ama kufanya shambulizi ama kufanya lolote, lakini inawezekana asifanye shambulizi, kwani anafahamu vema kwamba kuna mataifa ambayo yapo kimya yana uwezo wa kuingilia kati muda wowote, ikiwa ni pamoja na Pakistan ambayo imetangaza rasmi kwamba huenda ikaingilia kati katika mzozo huo ambao unazidi kufukuta kila kukicha. Hata hivyo, mataifa kama vile Urusi pamoja na Uchina zimetoa ukimya wakati huu. Viongozi kutoka taifa la China pamoja na Urusi wamevunja ukimya wakati huu, wakieleza namna ambavyo wanaguswa na mzozo huo. Rais wa China Xi Jinping ameelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya kuongezeka kwa mvutano kati ya Israel na Iran, na kusema kwamba serikali ya Beijing inaweza kusaidia katika juhudi za kurejesha amani na utulivu katika eneo hilo. Na Urusi pia, iliyo mshirika wa Iran wa karibu, imeshutumu Israel kwa kuelekeza ulimwengu katika janga la nyuklia kufuatia kuongezeka kwa machafuko katika kanda ya Mashariki ya Kati. Hata hivyo, China imewarai raia wake waliopo Israel kuondoka haraka. Urusi pia imeitaka Israel kusitisha mashambulizi yake kwenye vituo hivyo vya nyuklia na maeneo yanayofuatiliwa na shirika la kimataifa la kudhibiti nguvu za atomiki. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.